أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma bado, ndugu zangu katika iman, kukaribisheni tena katika darasa hizi pendwa kabisa. Leo biidhnillahi jalla fi ula, upote pale uliko ndugu yangu, tutaishi na darasa na mada ambayo yenye anwani inayosema kisa cha kijana mmoja masikini katika kijiji kidogo ambacho kijiji hicho kilikuwa kimejaa watu wa hali ya chini maskini. Ndugu yangu, biidhnillah jalla jalalu, katika kisa hiki, katika mada hii, kuna jambo fulani au jambo fulani ukilifanya kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala utafanikiwa. Utafanikiwa katika maisha na utafanikiwa katika mambo mbalimbali ambayo unayoyataka na unayoyafuata na unayoyahangaikia na kuyatafuta. Ndugu yangu, katika kisa hiki kimejaa ibra na mazingatio makubwa sana, na kuomba wapatane pamoja nami ili tuweze kupata ibra, tuweze kupata mazingatio, lakini tuweze kupata mafanikio kupitia kisa hiki. Fi qaryati saghiratun kana yaishu shabun ismuhu Abdullah, katika kijiji kimoja ambacho katika kijiji hiki alikuwa akiishi kijana mmoja, na kijana huyo jina lake lilikuwa likitambulika kama Abdullah. Huyo ni kijana ambaye alikuwa ni kijana wa ajabu kidogo. Lam yakun indahu shay'un, kijana huyu alikuwa hana kitu chochote kile cha maana. Bimaana alikuwa ni kijana ambaye yupo tu, ni kijana ambaye ni maskini, ni kijana ambaye ni fukara katika mafukara na maskini katika maskini. Lakini thiyabuhu bariyatun, mavazi yake yalikuwa ni mavazi ambayo ya ajabu, ya kuchakaa, ya kuchakalika, yalikuwa ni makumbi ni mavazi yale ambayo unakuta kwamba yana maana yoyote. Ukimuona unamdharau, ukimuona unahisi ni kama wale ambao wako na makopo tu wa mitaani. Wataamuhu maratan fi yawm, na chakula chake cha ajabu kabisa, maana yake ni kwamba alikuwa anapata mlo mmoja katika siku. Kwa siku ana uwezo wa kupata mlo mmoja kutokana na mazingira aliyokuwa nayo na hali ambayo alikuwa nayo ya umaskini na ufukara. Lakini warubama yaishu au yabhathu jai'an au yabitu jai'an, wakati mwingine alikuwa kijana huyu Abdullah alikuwa ni mwenye kulala hali ya kuwa na njaa, alikuwa analala hali ya kuwa anahesabu fito, alikuwa analala hali ya kuwa anahesabu dari, yani usingizi hauji. Mazingira yake, njaa, ukame imezidi na imemwenea katika maisha na imetanda katika hali yake. Wanasu kanu yastakhiruna minhu, watu walikuwa wakimdharau, watu walikuwa wakimcheka, watu walikuwa wakimuona ni mtu, na hii ni hali ambayo inajitokeza katika mazingira ambayo tuliopo. Mtu hali yake ni mbaya, maisha yake ni ya dhiki, lakini hapo inakuwa ni gundu kubwa sana. Anatokea mtu pia anakuwa ni mwenye kumfanyia istihza, anakuwa ni mwenye kumcheka. Haijawahi kutokea mazingira kama hayo, yanatokea sana. Unakuta mtu anakuambia mimi hali yangu ni mbaya, mimi sina nilipo, lakini cha ajabu pia watu wanakuwa ni wenye, baadhi ya watu wanamcheka. Na kuna wadudu fulani wanaitwa mada, au wengine wanaita kunguni, au wengine wanaita viroboto. Mtu anapigika mpaka wale viroboto wanakuwa ndio marafiki zake. Yani ni kwamba hata katika mazingira haya yanajulikana na inafahamika kwa wale ambao nafikiri wamekuwa ni wenye kuwa katika mazingira ya namna kama hiyo. Lakini watajahaluna, watu wakawa pia wanampuuza ile hali ambayo, hata kama una jambo ambalo unahitaji umfuate mtu ana hali nzuri aende akakusaidie, ukifika ule mtu anakupuuza. Kwa hiyo bwana Abdullah alikuwa ni mtu ambaye pia watu walikuwa wanampuuza na kumdharau. Lakinahu kana dhu qalbin ajib, alikuwa pamoja na hayo yote, watu wakimdharau, watu wakimnyanyapa, watu wakimfanyia istihza, lakini alikuwa na moyo wa ajabu sana. Alikuwa na moyo gani? Ndugu yangu, jifunze kupitia maneno haya: la yahqida wala hasada wala tamaa. Pamoja na yote hayo alikuwa hana moyo wa hasadi, kwamba labda bwana fulani amefanikiwa basi niwe na kinyongo fulani. Alikuwa hana Abdullah, alikuwa hana hasadi, wala Abdullah alikuwa hana kinyongo chochote, wala hana chuki na mtu. Alikuwa ni mtu simple sana, alikuwa ni mtu ambaye yuko kawaida sana,
lakini kubwa ya yote alikuwa hana tamaa. Alikuwa hana tamaa na kutamani vitu vya watu. Ndugu yangu, jifunze katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema ashrafun nas, tukufu zaidi wa watu ni yule ambaye la yatamanna ma inda nas, hatamani ambaye hivyo vipo katika mikono ya watu. Kuna mtu mwingine angekuwa ni mtu ambaye anatamani awe hivi, mara anatamani kitu cha mtu waibe, aniokoe, avamie, akabe watu, lakini huyu bwana Abdullah alikuwa hana hiyo hali. Sasa sikiliza, wa fi yawmin min al-ayyam huwa yabhathu 'an al-'amal laqiya imra'atan 'ajuzan tahmilu hataba. Siku moja bwana Abdullah alikutana na mtu, na mwanamama mmoja mbibi ambaye umri wake umeenda, amezeeka bibi huyu. Wakati ametoka katika toka zake na katika harakati zake za kutafuta riziki, yani atafute chochote walau cha kumsaidia aweze kupata chakula, huyu bwana Abdullah. Abdullah akakutana na huyu bibi ambaye bibi huyu ni ajuza, ni kizee au bibi mzee. Unaona, katika mazingira hayo Abdullah baada ya kukutana na huyu bibi, ni kipi ambacho akifanya? Bibi huyu alikuwa ametoka zake shambani, bibi huyu alikuwa ametoka zake polini, amebeba kuni mgongoni. Abdullah alichokifanya, yeye yuko katika harakati za kutafuta riziki. Tena inasemekana kazi ambayo alikuwa anaitafuta au ameipata ni ya kuosha vyombo. Yani kazi ya kuosha vyombo katika watu ambao ni wenye kuwa katika hali wanauza chakula. Sasa amefika pale anatafuta kazi, akaambiwa tulia kidogo, muda fulani ukifika basi utaweza kuosha hivi vyombo ambavyo watu wanakulia au wanakula chakula. Abdullah akasubiri. Sasa wakati ndio anaanza kuosha vile vyombo ili aweze kupata riziki, akamwona huyu bibi anatoka polini, amebeba kuni mgongoni kwake. Kwanza Abdullah faraka qalbahu laha, moyo wake akaumia katika nafsi yake, kifua chake, nafsi yake ikaumia. Yule ni bibi mzee. Imagine bibi huyu ameinama kwa uzee, amechoka maskini, alafu ana kuni amebeba mgongoni, ana mzigo ambao amebeba mgongoni. Abdullah kutokana na hali ambayo mjaa nayo, akaona hapana, haya ni mazingira ambayo Allah subhana ananijaribu mimi. Lakini kutokana na jinsi alivyo, akaenda akampokea yule bibi zile kuni zake, aache kazi, kibarua ambacho akitoka atapata 200 300. Lakini Abdullah akasema hapana, nimpokee huyu bibi niweze kumsaidia mzigo wake huu, niweze kumfikisha nyumbani kwake, kisha baada ya hapo niweze kuendelea na kazi zangu. Sasa akaenda naye, fataraka a'mala, akaacha kazi yake ambayo alikuwa akiifanya Abdullah, wasaadaha hatta balaghat baitiha, akamsaidia bibi yule mpaka akamfikisha nyumbani. Alipofika nyumbani, bibi, sasa nimekufikisha nyumbani, naomba niweze kurudi katika kibarua changu nikaendelee na kazi yangu. Fanadharat ilayhi, yule bibi akamtizama Abdullah kwa jicho fulani, akamtizama Abdullah, akashangaa mbona bibi anamtizama sana. Alichokifanya yule bibi, kwanza akamwita akamwambia, ya bunayyi, ewe mtoto wangu, ewe mtoto wangu. Angalia, akamwambia lam taf'al hadha tama'an fi ajrin, hukufanya jambo hili ewe mtoto, kila ninachokutizama jambo hili hukulifanya kwa sababu ya tamaa ya kutafuta ujira na kutafuta pesa, walau ili uweze kupata pesa. Mwingine, bibi una shilingi ngapi? Mwingine, nitakusaidia lakini unilipe kiasi fulani, anampiga lakini huyu bwana Abdullah aliweza kumsaidia bibi, na bibi alijua huyu mtoto ameacha kazi yake si kwa ajili kwamba atakaponisaidia mzigo wangu huu, atakaponifikisha basi nitaweza kumpa pesa labda kubwa na nyingi kuliko hii pesa ambayo anayoipata kupitia hii kazi yake anayoifanya. Akamwambia hukufanya hivyo mtoto kwa ajili ya kutaka malipo, bal birahmati, umefanya hivi kwa huruma mwanangu, mjukuu wangu. Sasa akamwambia, akampa neno, akamwambia i'lam anna Allah la yatruku 'abdan yusa'idu ibadah, siku zote tambua nakupa maneno haya mwanangu, Allah hamwachi mja wake ambaye mja huyu ana tabia ya kuwasaidia waja wa Allah. Allah hatakuacha hata siku moja mtoto. Abdullah aliposikia maneno haya kutoka kwa huyu bibi, fatabassama Abdullah, unayazungumza unanizuga ili maana yake mimi usiweze kunipa chango. Lakini Abdullah alitabasam kisha akaondoka. Walam ya'lam anna kalimataha satakunu miftahan libabi, hakutambua kwamba, alikuwa hajui kumbe maneno yale ilikuwa ni ufunguzi wa mambo yake, na ni kweli itakuja kutokea zali ambalo litakalokuja kumsaidia
na ufunguo utakaokuja kufungua mambo yake na milango yake. Angalia, lakini Abdullah hakuwa na hili wala lile, akaondoka zake. Ndugu yangu, sisi vijana wa sasa hivi, vijana wa leo, vijana wa ajabu sana. Anamuona mtu ni dhaifu mbele yake, lakini hana ile kwamba namna gani niweze kumsaidia huyu dhaifu, huyu mnyonge. Yeye anachoangalia ni maslahi. Ndugu yangu, inawezekana tabia, mazingira ambayo uliokuwa nayo inasababisha maisha kuwa magumu, inasababisha hali kuwa mbaya, lakini ukabadilisha tabia yako kidogo tu, ikawa ni sababu ya Mwenyezi Mungu kukutatulia. Na si kila unayemuona ujue ndugu yangu kwamba ni mwanadamu wa kawaida. Wengine ni Allah anakupima, anakujaribu, anataka akufikishe mahala fulani. Sasa wengine tunaletewa madhari au mazari, lakini mazari hayo tunayapiga mateke. Sikiliza habari za bwana huyu, bwana Abdullah. Baada ashhurin hasala jadebun fil qarya, baada miezi kwenda na muda kwenda, ikatokea mtihani fulani katika kijiji, katika mji ambao mji huo kulitokea ukame na kulitokea matatizo ambayo yalikuwa ni matatizo ya hali kuwa ngumu na ukame katika kijiji hicho. Sasa wanakasa taam, watu wakawa wanakosa chakula, chakula imekuwa ni ngumu na maji imekuwa ni ukame, hali imekuwa ndivyo sivyo. Kule kwetu wanaita mwezi wa tano ndio mwezi dume. Mwezi huu ni mwezi ambao akili za watu zinakaa sawa unapokuwa umewadia mwezi huo, mwezi wa tano. Sasa ndio kama imefikia mwezi wa tano katika kijiji hiko au katika mji huo. Sasa sikiliza maajabu ya huyu kijana Abdullah. Wakana Abdullah ala faqrihi yushariku nasa ma indahu. Abdullah pamoja na hali yake kuwa ngumu, kuwa tete, lakini alishirikiana pamoja na watu katika kusaidia na kufanya harakati mbalimbali kuona watu wanasaidika kwa namna moja au nyingine. Huyu Abdullah sasa, wa fi yawmin huwa yusahidu ala tawzi'i alma. Siku moja alipokuwa akiwasaidia watu, akisaidia kugawa watu au kusaidia kugawa maji kwa watu, anachukua maji au anaenda anateka maji mahala, kisha anakuwa ni mwenye kupeleka kwa ajili ya kuwapelekea watu. Wakati mwingine ndugu yangu, amali yako na hali yako ipo katika kufanya ihsani na wema, haijalishi mazingira ya ufakiri na umaskini uliokuwa nao. Bwana Abdullah akawa anasaidia kusambaza maji katika kaya maskini. Yeye mwenyewe kumbuka ni maskini, anasaidia kupeleka maji katika vituo ambavyo vinavyohitaji misaada ya maji, bila kuangalia, bila kugawa, bila kupagua kwamba hili ni kundi fulani au ni sehemu fulani au hawa ni watu fulani. Akawa ni mwenye kusaidia. Sasa siku moja raahu tujaruna abirun, wakamuona wafanyabiashara na matajiri wakubwa, wakamuona Abdullah katika hali ambayo anavyokuwa anafanya jitihada. Wakati mwingine Allah anaweza akaleta watu, lakini katika kuleta watu, wale watu labda wanakuja kutoa sapoti katika jambo fulani. Unaona, katika kutoa wale watu kuja kutoa sapoti katika jambo fulani, basi maana yake na fursa ikatokea hapo. Basi matajiri wakawa wamemuona, wafanyabiashara fulani wakawa wamemuona huyu kijana jinsi anavyofanya, lakini pia na sifa zinaenda. Japokuwa wote sio wote watakuchukia, wote watafurahi katika jambo unalofanya. Wengine wanakupenda, wengine wanafurahi kutokana na hali iliyopo. Kwa hivyo maana yake ni kwamba sifa zikawa zinaenda, watu wakawa wanapata sifa kutokana na kijana huyu, ni kijana wa ajabu, anafanya hivi hivyo. Kwa hiyo sifa zikaenda mpaka ikafikia katika moja ya matajiri fulani. Sasa fa'ujibu biamanatihi wa tawadhu'ihi, na hapa ndipo sehemu ambapo wewe kijana, ili ubadilike na mambo yako yaende vizuri kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala, hawa matajiri, hawa watu ambao wana nafasi ni kubwa, walistaajabu, lakini wakapendezeshwa na tabia ya huyu kijana, wakastaajabu kutokana na uaminifu wake, lakini na unyenyekevu wake. Hapa tunapata uaminifu na unyenyekevu. Bwana huyu Abdullah pamoja na hali yake ambayo ilikuwa ngumu, lakini alikuwa ni mnyenyekevu sana kwa watu, si maskini wenzake waliomzidi ama ambao wako chini yake, alikuwa ni mnyenyekevu. Lakini Abdullah alikuwa ni mtu ambaye ni mwaminifu, vitu viwili, al-amana wa tawadhu, uaminifu na unyenyekevu. Abdullah fa akhadahu tajirun kabirun, katika wale wafanyabiashara wakubwa mmoja wapo akastendezeshwa na ile hali. Na hivyo ndio maisha yalivyo ndugu yangu.
Ukitaka wewe uweze kuenda na kupiga hatua, basi jiwekee mazingira ya uaminifu katika maisha yako, lakini na unyenyekevu kwa watu. Hakika utapendwa. Man tawadha rafa'ahu Allah. Siku zote kanuni ilivyo, yule ambaye anayejiweka chini, basi Allah humpandisha na kumweka juu. Angalia, alijiweka chini na kujishusha bwana Abdullah, lakini kijana huyu Mwenyezi Mungu alimpeisha. Alimpeisha vipi? Sasa tajiri na mfanyabiashara mkubwa akamwona, akapendezeshwa pamoja na yeye, akamchukua liyamal ma'ahu fi asfarihi, ili akafanye naye kazi zake, akamsaidie katika kazi zake katika misafara yake mbalimbali. Wama al-ayami wajadahu sadiqan, miaka na masiku yalivyoenda, baada ya kumchukua, siku zilivyokuwa zinaenda kuwa naye, akakuta kwamba huyu kijana ni mwaminifu kupitiliza, huyu kijana ni mkweli kupita kiasi. Tajiri akapendezeshwa na hii tabia ya huyu mtu. Hili ni zali, ndugu yangu, albirru kazuddarain, wema ni hakiba ya baadaye. Angalia historia ya huyu kijana. Tajiri huyu akapendezeshwa, lakini namna na siku zilivyokuwa zinaenda hakupata kuona ila na tabia kubadilika ya huyu kijana. La yasriqu, akaona kijana huyu ni mkweli na wala si mwizi. Leo vijana kumchukua kijana au akaaminiwa kijana, akapewa kazi na tajiri au na mtu fulani, akaaminiwa akawekwa mahala, basi akili yake haimtoshelezi mpaka mkono wake mrefu uweze kufanya kazi. Aile basi aone kwamba sasa nijiokoe na mimi nijifanyie mambo yangu. Hii, kumbuka ndugu yangu, ni kujiharibia na kujipeleka chini baada ya kwenda juu. Tamaa. Wala yakdhib, na wala akagundua na akaona huyu kijana hana tabia ya uongo hata siku moja. Fakala lahu tajir. Sasa sikiliza maneno ya tajiri ya huyu boss aliyomwambia huyu kijana Abdullah, akamwambia, ya Abdullah, ewe kijana, qad rafaqtuka bi sanataini, nimeshikamana na wewe mpaka sasa ni miaka 2 imefika, muda baada ya muda. Falama ajdika, sikupata udhaifu wowote kutoka kwako, illa amina, isipokuwa nimepata uaminifu na kuona wewe ni kijana mwaminifu, sijapata kuona. Wala li, mimi nataka nikueleze ya kuwa sina mtoto, wala qariba, wala mimi sina ndugu wa karibu, sina ndugu wala sina mtoto. Akamwambia, uridu an takuna anta waritha tijarati, ninahitaji kijana uwe mrithi wa biashara zangu, wa mali zangu. Nataka wewe uwe mrithi wa biashara zangu. Angalia Mwenyezi Mungu alivyokuwa na ajabu, Allah alivyokuwa wa ajabu, Allah alivyokuwa wa miujiza kwa huyu kijana. Faatahu mala, akamkabidhi mali zake, akamwambia, sasa bwana, kuanzia leo wewe ndio msimamizi mkuu kabisa wa mali zangu, na nikifa wewe hizi mali zitakuwa katika hali ya wewe. Waja'alahu sharika, lakini fa asbaha Abdullah ba'da faqrihi shariri aghna ahli alqarya, baada ya umaskini wake mkubwa ambao alikuwa, baada ya ufakiri wake mkubwa ambao alikuwa, leo Allah subhanahu wa ta'ala anamtoa alipo na kumpeleka juu, akawa ni tajiri mkubwa wa watu katika kijiji kile. Na hivyo ndivyo hivyo, ndugu zangu, ukitaka upende, ukitaka mambo yaende vizuri na uwe juu, usipende wewe kujipeleka juu, jipeleke chini. Kuwa mnyenyekevu, kuwa mwaminifu, kuwa na tabia nzuri, kuwa mkweli, basi utaona Allah subhanahu wa ta'ala atakavyokupenda. Na sifa zako ndugu zangu Allah anazipeleka. Ni wangapi leo wanajiita na kujifakharisha kutokana na hali ambayo waliokuwa nayo, kwamba wana mali, wana pesa, wana magari. Hakika hii kwanza ni kiburi, lakini haileti manufaa yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu, na mwisho wa siku Allah atakushusha. Wa maadhalika baka mutawadhi'a, na hali hiyo pamoja na kuwa yeye alikuwa ni tajiri, hakubadilika chochote. Abdullah, kijana huyu hakuwahi kubadilika hali yoyote katika tabia zake, unyenyekevu wake ulibaki vile vile. Yu'tul fuqara, akawa mafakiri ndio rafiki zake, anawapa mafakiri chakula, anawalisha, anawawezesha, na anahakikisha watu wanakuwa katika hali ya usawa, na anawapa na anawawezesha watu. Lakini wayuhafidha ala amanatihi, aliendelea na kudumisha na uaminifu wake kama ambavyo alivyokuwa. Ndugu zangu, tunajifunza kitu gani katika kisa hiki? Kwanza kabisa mambo matatu ambayo ninataka ujifunze na tujifunze, mimi mzungumzaji pamoja na wewe unayenitizama na unayeniangalia. Kutenda wema hata kama uko na hali ya namna gani,
hata kama uko na hali duni, hata kama wewe ni maskini. Wema ni lazima ujue, na wewe niwe ni mwenye kufanya, na lazima ujitambue kwamba mimi jambo la kufanya wema ni wajibu wangu. Wema sio kwamba ni kwa mtu ambaye tu aliyefanikiwa, la hashakalla. Mtu yoyote yule, una uwezo wa kumsaidia mtu katika hali ya mali ya pesa, basi tenda wema kwa namna yoyote ile. Hata nguvu zako pia ni wema, kusaidia watu pia ni wema. Naam, si kwamba mpaka utoe pesa uweze kumpa mtu kwamba labda hapa sasa huyu alikuwa ni fakiri, nyumbani kwake hana chochote na mimi sina, sasa mimi nifanyeje? Msaidie mtu kwa namna moja au nyingine. Jambo hilo tutambue kwamba kufungua milango ya kheri ilikuwa mikubwa sana, na kama ni utajiri huu utoke kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, kwa sababu Allah yarfa, Allah anamnyanyua yule ambaye alikuwa chini. Lakini al-amanatu kanzun la yafna. Tutambue kuwa na tujifunze katika kisa hiki kwamba uaminifu, wema na uaminifu, jambo hili ni jambo ambalo ndugu zangu au ndugu yangu ukilifanya, hakika mafanikio yake yanakuja na yanatoka huko yanakotoka, wewe mwenyewe unabaki tu huko ukiwa unashangaa. Man tawakkala ala Allah. Tujitambue na tujifunze ya kuwa yoyote yule ambaye anayetawakkali kwa Allah na kutegemea kwa Allah, wa khadama ibada, na akawa ni mwenye kutumikia waja na kuwasaidia waja wa Allah, mtu huyo hatombwaga, utafanikiwa na mambo yako yataenda vizuri na utajikuta wewe ni mwenye kufanikiwa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kupitia kisa hiki, tujifunze lakini tubadilike. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.